Jeshi la Israeli linasifika kwa intelijensia kali sana ya Mossad, lakini pia ni jeshi ambalo linasifika kuwa na watu wenye IQ kubwa sana wakiongozwa na waziri wao mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini wale wenye akili kubwa wako wapi ndani ya Israeli? Wamepotelea wapi ambao waliifanya dunia kuwaogopa kwa operesheni zao hatari? Je, wamehamia Iran? Wamehamia kwenye mataifa mengine mbalimbali yanayochipukia kama mataifa haya madogo madogo, Iraq, Pakistan, au wamehamia wote Marekani, au wako Urusi au China, au wako Korea Kaskazini? Sasa nataka nikuletee sababu za kwa nini jeshi la Israeli na viongozi wao wanamwogopa Iran, wanamhofia Iran. Israeli chini ya waziri wao mkuu Benjamin Netanyahu na viongozi wengine mbalimbali wa sasa na hata watakaokuja wanahofia Iran. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinawafanya kuwahofia Iran. Sababu ya kwanza ni uwezo wa nyuklia wa Iran, msaada wake kwa makundi ya wapiganaji dhidi ya Israeli na nguvu zake za kijeshi na kisiasa katika Mashariki ya Kati. Hofu hii imekuwa msingi wa sera za usalama za Israeli na mara nyingi husababisha mashambulizi ya kujihami kabla ya Iran haijakamilisha malengo yake. Kwenye sababu hizi kuu za hofu ya Israeli kwa Iran kwenye mpango wa nyuklia kwa Iran, Israeli inaamini Iran inalenga kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo lingebadilisha mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati. Israeli anahofia Iran akiwa na nyuklia, basi Israeli hataweza kuweka cha nywenywe wala nywenywe, kwa sababu ukiweka nywenywe utawekewa nywenywe, na ukiweka nywenywe utawekewa nyunyonyo. Netanyahu mara nyingi amesisitiza kuwa ni lazima kuzuia Iran kufanikisha mpango huu, akidai kuwa ni tishio la moja kwa moja kwa uwepo wa Israeli. Lakini ukitazama, Iran amekuwa akitoa msaada kwa makundi ya kigaidi. Iran anaita ni makundi ya kupigania haki, makundi ya wanaharakati, lakini kwa upande wa Israeli amekuwa akiita makundi ya kigaidi. Iran inasaidia Hezbollah nchini Lebanon na Hamas katika ukanda wa Gaza, makundi ambayo mara kwa mara hushambulia sana Israeli. Msaada huu unajumuisha silaha, fedha na mafunzo ya kijeshi, na hivyo kuongeza shinikizo la usalama kwa Israeli. Na ndio maana Israeli kupambana na Hamas, wengi wamekuwa wakijiuliza, Hamas anatoa wapi nguvu ya kupambana na Israeli kiasi hicho kwa muda wote huo ndani ya eneo la Gaza? Nikwambie, nguvu ilikuwa inatoka Iran. Iran ilikuwa na sapoti vikundi hivi vya mukawama, ikiwemo Hamas na vikundi vingine mbalimbali. Lakini pia nguvu za kijeshi na kisiasa. Irani ina jeshi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC, jeshi ambalo lina ushawishi mkubwa na uwezo wa kufanya mashambulizi ya moja kwa moja au kupitia makundi ya washirika wake. Mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran mara nyingi yanalenga vituo vya kijeshi na viwanda vya makombora ili kudhoofisha uwezo wake. Na ndio maana kwenye vita vya siku 12 kati ya Israeli na Iran, vita hivyo ni kwamba kama ulikofahamu, bila kuegemea upande wote, ni vita ambavyo Iran ilionekana kushinda, ile ilikuwa bila au labda Israeli kushinda, na Iran alifanikiwa kwa kushambulia maeneo nyeti ya Israeli. Kwa hiyo alimdhoofisha Israeli, na ndio maana Marekani chini ya Rais Donald Trump waliamua kwenye vita vya siku 12 baina ya Israeli na Iran. Na ndio maana hata walipofikia hatua ya kusema tusitishe vita, Israeli alikubali haraka, tofauti na kile kilichojiri kati ya Israeli na Hamas kule Gaza. Sasa hiyo ni kwa uchache nimekupa kwamba kuna mambo ya nyuklia. Iran inatengeneza nyuklia na ni tishio la moja kwa moja kwa uwepo wa Israeli. Lakini ukirudi ushawishi wa kisiasa, Iran ina ushawishi mkubwa Mashariki ya Kati, hususan kwenye zile jamii za Kiislamu. Kwa hiyo inadhoofisha nafasi ya Israeli kimataifa. Sasa ukitazama mambo yote haya yanavyoendelea, zipo hatari zinaweza zikaibuka, ikiwemo kuzidi kwa mzozo. Mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran yanaweza kusababisha vita vikubwa zaidi endapo vitaibuka, kwa sababu Iran hayuko mwenyewe, yupo na washirika wakubwa nyuma yake, kama ilivyo Israeli alivyo na washirika wakubwa nyuma yake, akiongozwa na baba yake Marekani. Lakini Marekani mara nyingi huonya Israeli dhidi ya kushambulia moja kwa moja vituo vya nyuklia vya Iran kwa hofu ya kuibua vita vya kikanda. Lakini pia wanahofia
yale madini yanayotumika kutengeneza nyuklia yakileta athari, yanaweza yakaathiri raia na ikaonekana sasa wao zile harakati zao si salama, ni harakati za kiuaji. Lakini pia kuna hii hali imekuwa ikitajwa kama ni hali ya vita baridi. Tunazungumzia Iran Israel Cold War, ikimaanisha vita vya kivuli vinavyoendelea bila kumalizika. Kwa ufupi, Israeli na Netanyahu wanamwogopa Iran kwa sababu Iran inaweza kuwa na silaha za nyuklia, inaunga mkono maadui wa Israeli, ina nguvu kubwa za kijeshi na kisiasa. Sasa turudi tutazame mabomu ya nyuklia anayomiliki Iran ambayo Israeli hana ni yapi? Iran kwa sasa nikuthibitishie, haina mabomu ya nyuklia ambayo yamethibitishwa rasmi, bali tu ni zile fununu ambazo Israeli amekuwa akizibua, anatengeneza. Iran anasema ni haki yangu, japo sasa hivi sitengenezi. Na mpaka sasa mashirika kimataifa kama International Atomic Energy Agency, nimepitia nyaraka zao mbalimbali, ambao wao wamekuwa wakifuatilia sana mpango wa nyuklia wa Iran, na mara nyingi wamesema kuwa Iran ina uwezo wa kurutubisha urani kwa kiwango cha juu, lakini haijathibitishwa kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini wao Israeli hali ni tofauti. Israeli inaaminika kuwa na silaha za nyuklia, ingawa nao pia hawajawahi kukiri rasmi wala kusaini mkataba wa kutokomeza silaha za nyuklia NPT. Na makadirio ya wataalamu wa usalama wa kimataifa yanaonyesha Israeli inaweza kuwa na kati ya mabomu ya nyuklia 80 hadi 200, lakini anafanya siri. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, ni silaha gani hatari ambazo Iran yanazo alafu yeye Israeli hana? Katika kuchimbua, Iran yeye silaha hatari ambazo anazo ni makombora ballistic ya masafa marefu. Iran imewekeza sana kwenye teknolojia ya makombora ballistic, ikiwemo kombora la Shahab-3, Sejil na Horash au tunaliita Horam Shahar, lenye uwezo wa kufika zaidi ya kilomita 2000. Makombora haya yanaweza kufika Israeli moja kwa moja kutoka Iran, jambo ambalo ni tishio la kipekee kwa Tel Aviv na miji mingine. Israeli haina makombora ballistic ya masafa marefu, badala yake inategemea ndege za kivita na makombora masafa ya kati. Kwa hiyo hizi ni moja silaha hatari ambazo Irani anazo, Israeli hana. Lakini pia silaha hatari za Irani ambazo Israeli hana ni mitandao ya washirika wa kijeshi. Tunazungumzia proxy force. Iran inaunga mkono Hezbollah Lebanon huko, Hamas wanapatikana Gaza, Houthi wanapatikana Yemen. Makundi haya yana silaha za kisasa, makombora masafa ya kati na drone, na mara kwa mara hushambulia Israeli au washirika wake. Na Israeli hana mtandao wa washirika wa kijeshi wa aina hii. Inategemea muungano wa Marekani na nchi chache za Kiarabu ambazo zinaweza zikamsaidia kwa kufosiwa kwa namna moja namna nyingine. Lakini pia rudi utazame drone za kivita na teknolojia ya UAV. Iran imekuwa kinara katika kutengeneza drone za kivita zinazoweza kubeba mabomu na kufanya mashambulizi ya umbali mrefu. Drone za Iran zimetumika na washirika wake katika mashambulizi dhidi ya Israeli na hata dhidi ya meli katika Ghuba ya Uajemi. Israeli na drone za upelelezi na mashambulizi, lakini Iran imejikita zaidi katika kuzitumia kwa mashambulizi ya umbali mrefu kupitia washirika wake. Kwa hiyo unaweza ukaona vitu vya namna hiyo. Mambo yalivyo kwamba makombora ballistic ya masafa marefu Israeli hana, lakini Iran anayo. Lakini zipo taarifa za chini sana zinazoeleza kwamba kuna uwezekano Israeli anazo, lakini anakaa kimya kujibu pale atakapoona mambo yanakuwa magumu. Silaha za nyuklia Israeli anazo, Iran hana, japo kuna za chini kwamba Iran anazo, lakini amekaa kimya. Kwa hiyo ndio maana mataifa haya yamekuwa yakitishiana yenyewe kwa wenyewe, yanavimbiana yenyewe kwa wenyewe. Hebu acha tufafanue zaidi kuhusu aina ya makombora ya ballistic ya Iran na uwezo wake wa kufika Israeli. Iran ina arsenal kubwa sana ya makombora ballistic ambayo yana uwezo wa kufika Israeli moja kwa moja, ikiwa ni pamoja na Shahab-3, nimekutajia kombora la Sejil na Horam Shahar ambayo yana masafa ya zaidi ya kilomita 2000. Hii ndio sababu kuu ya hofu ya Israeli, na makombora haya yanaweza kufika Tel Aviv au Jerusalem bila kuhitaji ndege za kivita. Sasa tuchambue kombora moja. Kombora la Shahab-3 ni kombora la ballistic la Iran. Hili ni kombora la masafa takriban kilomita 1300 mpaka 2000, na kombora hili linaweza kubeba vichwa vya vita
vya kilo 700 hadi 1200, na vikilipuka, yani vikiachiliwa kutoka Iran, vina uwezo kufika Israeli, kwenye miji mikuu ya Israeli kama Tel Aviv na Haifa, na ina uwezo wa kuteketeza eneo kubwa mno na ni hatari. Na pia inadaiwa, kwa sababu halijawahi kutumwa kwenda kushambulia Israeli, lakini inadaiwa katika ardhi ile ambalo kombora hili litagusa, basi kwa yajayo huko kwa baadaye yatakuwa na hatari zaidi, kwa sababu linaonekana kuwa na chembe za kemikali ambazo zinakwenda kuathiri udongo. Kwa kile kitakachozaliwa na udongo au binadamu atakachotumia kitaleta athari zaidi. Lakini pia kombora la Sejil, hili ni kombora la takriban kilomita 2000 mpaka 2500 masafa yake haya, na kombora hili la kisasa lenye injini ya mafuta imara solid fuel, kombora hili linaweza kurushwa haraka bila maandalizi marefu. Sijui gonga hapa start nini, no, ili ni popo chap chap, kwamba wameachia la kwao, pap, linaachiliwa, na linaweza kufika Israeli kwa urahisi, na pia lina uwezo wa kubeba vichwa vya vita vizito. Kombora lingine ni Horam Shahir. Hili ni kombora ambalo masafa yake ni takriban kilomita 2000, na linaweza kubeba mzigo mkubwa zaidi kiasi cha kilo 1800 hadi 2000, ikiwemo vichwa vingi vya vita. Tunazungumzia multiple war heads, na linaweza kufika Israeli na hata maeneo ya Ulaya Mashariki, jambo linaloongeza hofu ya kimataifa. Haya ni makombora ya masafa marefu. Sasa tuangalie makombora ya masafa ya kati na mafupi ya Iran. Kombora la Fateh-110, Zolfagar na Dezful. Haya ni makombora masafa ya kati, ambapo ni kilomita 200 hadi kilomita 700, na yanatumika zaidi na washirika wa Iran kama Hezbollah na Houthi. Ndio makombora haya wanatumia sana. Na kombora hili, ingawa hayawezi kufika moja kwa moja kutoka Iran hadi Israeli, yanaweza kutumika na washirika wa Iran walioko karibu na Israeli, Lebanon, Gaza na Yemen, na ndio maana wako nayo, na hawa wamekuwa wakiwatesa sana Israeli, na ndio maana Israeli kila mara amekuwa akiwaua. Na makombora ya masafa ya kati yana uwezo kubeba vichwa vya vita 500 hadi 700 kilo. Sasa tuangalie ni silaha gani anazomiliki Israeli ambazo ni hatari, alafu Iran yeye hana. Tutazame hapa. Israeli inamiliki silaha na teknolojia za kijeshi ambazo zinachukuliwa kuwa hatari na za hali ya juu, ambazo Iran haina, na hizo ndizo zinazoipa Israeli faida ya kipekee katika Mashariki ya Kati. Moja kabisa ni silaha hatari za nyuklia. Hizi hazijaorodheshwa rasmi, lakini kwa ufukunyuzi uliofanywa, Israeli inasadikiwa kuwa na mabomu ya nyuklia 80 hadi 200, ingawa haijawahi kukiri rasmi. Wao wanasema hatuna, lakini yapo. Iran haina silaha za nyuklia zilizothibitishwa. Kwa hiyo hii inaipa Israeli uwezo wa kuzuia mkubwa zaidi dhidi ya maadui wake. Lakini kwenye upande wa jeshi la anga la kisasa, Israeli na ndege za kivita za kisasa kama F-35, Lightning II na F-15 ambazo zina uwezo wa kufanya mashambulizi ya umbali mrefu kwa usahihi mkubwa. Na ukitazama kiujumla, Iran yeye haina ndege za kivita za kizazi kipya, ambapo inategemea mifumo ya zamani kama F-14 ambayo iliweza kupatikana kabla ya mapinduzi ya mwaka 1979, na ndege za Kirusi za kiwango cha kati. Rudi kwenye mfumo wa ulinzi wa makombora. Israeli wao ina mifumo ya kipekee ya ulinzi, na izungumzia Iron Dome ambayo inalinda dhidi ya makombora ya masafa mafupi. Ipo pia inaitwa David's Sling. Hii inalinda dhidi ya makombora ya masafa ya kati. Wana mfumo pia kipekee wa ulinzi unaitwa Arrow System. Hii inalinda dhidi ya makombora balistiki ya masafa marefu. Na Iran haina mifumo ya ulinzi ya makombora yenye ufanisi kama hii mpaka sasa hivi ninavyozungumza, japo vita vinapotokea huwa vinatoa nafasi kwa majeshi kukaa chini na kujitathmini na kujiboresha zaidi. Kwa hiyo lolote linaweza likawa limetokea kwenye mifumo hii ya ulinzi wa makombora. Sasa turudi kwenye teknolojia ya satellite na ujasusi. Israeli ina satellite za kijeshi na uwezo mkubwa wa ujasusi wa kielektroniki. Nazungumzia SIGINT, SIGINT Cyber.
Iran haina mtandao wa satellite wa kijeshi wenye nguvu sawa, na mara nyingi hutegemea washirika wake kwa taarifa. Japo hili lina uwezekano kuwa limeanza kubadilika kwa sababu ya maboresho ambayo yanafanyika. Vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran viliweza kubadilisha mengi sana. Kwenye silaha za kisasa za usahihi, precision weapons, Israeli na makombora ya kisasa ya usahihi wa hali ya juu, precision guided missile, na droni za kisasa za kivita. Iran ina droni na makombora, lakini teknolojia ya usahihi wa Israeli ni ya hali ya juu zaidi na imejaribiwa mara nyingi vitani na imefanikiwa kufaulu. Kwa hiyo hizo ndo silaha ambazo ni hatari Israeli anazo, na teknolojia ambayo hatari, ndege za kivita za kisasa, mifumo ya ulinzi wa makombora, satellite za kijeshi, silaha za usahihi wa hali ya juu ambazo Iran hana, na ndio kinachomfanya Israel kuweza kujivunia. Unaweza ukawa unajiuliza nini kifanyike vita vya Iran na Israeli visitokee, pawe na amani na upendo na mshikamano. Maanake vita sio kitu kizuri. Vita imetupotezea maisha ndugu zetu wengi mno. Kama ilivyo ada, njia za kuzuia vita kati ya Iran na Israeli, kwanza ni diplomasia ya kimataifa. Mazungumzo ya moja kwa moja, ingawa ni nadra, mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Israeli na Iran yanaweza kupunguza hofu na kutuaminiana. Lakini pia ukirudi kwenye wajumbe wa kati, nchi kama Marekani, China, Urusi au Umoja wa Ulaya zinaweza kuwa wapatanishi. Alafu tunakuja kwenye makubaliano ya nyuklia. Kwenye makubaliano ya nyuklia ni kuimarisha tena makubaliano ya nyuklia ya Iran ili kuhakikisha Iran haitengenezi silaha za nyuklia, na athibitishiwe pia Israeli naye hafanyi hivyo. Hiyo ni moja hapo ya njia. Leo bwana, nimekuletea uchambuzi huu. Kama utakuwa na swali lolote, kuna kitu natamani pia nikufafanulie zaidi baina ya Iran na Israeli, basi utanijuza kwenye comment hapo. Shukrani kwa Babe wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.